Leo niruhusu nisungumuze kuhusu misingi mibaya inayoharibu siku zako za baadaye. Kwa dakika tu chache, misingi mibaya inayoharibu siku zako za baadaye. Na nitakupatia mambo ya matano peke yake, alafu tumalize kutoka hapo. Andika tu hapo, unaweza andika na ile lugha yako, lakini utaniruhusu nitumie hiyo lugha. Misingi mibaya inayoharibu siku zako za baadaye. Wewe kama kijana, maybe huwe kijana mjinga, lakini hakuna kijana ambaye ana siku za baadaye. Na vile umekaa hapa, utakuwa na akili, na kuna kijana ambaye atakuwa tajiri, atakuwa mtu mkubwa kama ana kesho. Unajua kuna kijana mwingine anataka haribu leo ya kesho yake leo. Lakini nashukuru kwamba tuko hapa katika misingi mizuri ili kutengeneza kesho yetu. Lakini kuna misingi karibu mitano inayoharibu siku za uzoni za vijana wengi. Na tutaenda moja kwa moja, sita explain sana because of time, lakini utanielewa. Kwa hivyo fuatana pamoja na mimi. Hebu tusome Psalms 11 verse number 3. Napenda kusomewa, sijui kama kuna watu wanaweza nisomea Zaburi. Anachukua haraka haraka ndio nisomee. Mpe ile mic nyingine, mpe. Msaidie haraka haraka. Anisomea, iweke chini maana ako karibu na speaker. Iweke chini maana ako karibu na speaker, ndio namaanisha. Psalms 11 verse number 3. Endelea kusoma tu. Lakini nataka utumie mic kwa sababu ya recording ya inasema aje? Zaburi 11:3. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Asante. Rudia tena. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Na hilo ndilo swali tunataka kujiuliza kama sisi vijana ambao tuko hapa. Wakati ambapo utakubali kuharibu misingi yako, na nimesema misingi ni kitu cha baadaye. Misingi, munaelewa about foundation. Misingi ni nyumba inapojengwa iko na misingi. Chochote kikianzwa, kama hata hii kikundi chetu, ni msingi tunaweka. Na maandiko yanauliza, kama misingi itaharibika, mwenye haki atatenda nini? Misingi za zingine tunaweza chukua kama mizizi. Sema amina. Psalms 1 verse number 1 kuendelea inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi katika baraza la pa wenye mizaa, wala hakusimama katika njia ya wakosaji. Mbali sheria ya Bwana ndio umpendeza, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Alafu maandiko inasema, yeye atakaa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambayo hautanyauka wakati wa hari ama wakati wa ukame. Bali mizizi itaenea, itaingia kule majini. So tunapozungumza misingi, saa zingine tunazungumza pia mizizi. Kama unaona mti hauna mizizi, huo mti unaweza vunjika. Ukiona mti automatic. Na ndio maana nataka nisungumzie. Kwa hivyo ninaposema msingi, namaanisha pia mizizi. Na mizizi ya kijana ni kuiroot, ni kuiweka ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usipoweka, utachotwa na vijana wengine kule nje. Utachotwa na ulimwengu, na vile tunaona dunia inakimbia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Samahani, kuna vitu vingine ambavyo nitaongea vitawakasirisha, lakini vikikukasirisha ndio Mungu atafurahi. Visipo kukukasirisha, Mungu atakasirika na mimi. So kuna vingine ambavyo nitaingia kidogo havitakufurahisha.
Kama kijana ambaye umeokoka, number one, ujue unaishi katika ulimwengu. Usifananishwe na vijana wengine wako pale nje. Kuwa tofauti na wacha taa yako iwake, wale vijana wa kule nje wavutwe na taa yako waje. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise the Lord. Lakini nikikuona wewe kijana uko kama wale wa kule nje, kama wako kwa maandamano wanachoma gari ya mtu na wewe uko hapo. Sasa kesho tena ukisimama kwa madhabahu kweli, alafu unatuimbia, hiyo kuimba kwako kutakuwa kuzuri kweli? Bwana Yesu asifiwe. Unaishi na mwili wa ujana, lakini lazima ujaribu kuchunga misingi yako isiharibike. Nimesema msingi number one, msingi wa kwanza wenye kijana unafaa kuchungana nao kwamba usiharibike ni msingi wa malezi. Sema malezi. Ambia jirani yako malezi. Yaani vile ulilelewa. Kuna watu leo wanaishi kwa maisha ambayo yanawasumbua kwa sababu ya vile walilelewa. Wewe ulilelewa ukiitwa boy, ukaishi maisha ya boy. Maana mimi nilienda mahali fulani kufanya kazi, nikapewa kazi, nikaambiwa kazi yako hapa ni kuhakikisha boy amekula chakula. Na mtu naambiwa boy amekula chakula ni mtu mkubwa kuniliko. Tafadhali ikifika saa 3 hakikisha umeamsha boy akule chakula. Misingi ya malezi ni kitu cha maana sana. Jina la Bwana lipewe sifa. Vile mko hapa moja kwa moja, kesho utajipata uko na ndoa. Kesho utajipata umeolewa au umeoa. Na kama ulikuwa na malezi mabovu, inaanzia hapo kuharibu ndoa yako. Ama nyinyi ni malaika, nisiwe ninazungumzia watu ambao hawataki kuoana na kuolewa. Lakini kesho na kesho kutwa utapata umeoa, umeolewa. Hebu imagine kama uliwekwa misingi. Kuna mtu, mimi ni Mkisii, ninatumia marugha za Kisii ndio waelewe vizuri. Kuna mtu anaitwa Sokoro. Yaani hiyo jina ni jina tu yenye alikuwa anapembelezwa nayo. Kuna mwingine anaitwa Mam. Hata akiingia kwa familia bado ataendelea kujiona akiwa ni mam, ajioni kama mke wa mtu. Kuna mtu anaitwa Baba. Alikuwa anapembelezwa, baba kula chakula. Sasa hizo majina na hizo ni misingi, naweza sema wazazi ndio wanafanya vibaya. Lakini wewe kama kijana, because naguza sehemu ya wazazi, naona kuna mzazi pale na mimi pia ni mzazi na kuna mwingine wako hapa ni mzazi. Wakati utalea kijana yako vibaya, usimulee ni kama mnaenda kuishi na yeye milele. Kuna wakati ambapo huyu kijana anahitajika kufanya vitu. Wewe hujawahi ona wasichana wengine? Bwana asifiwe. Akiosha nguo anaoshaka na vidole mbili. Maana amefuga makucha ingine kama ya paka. Sasa naosha na vidole viwili. Na sasa hiyo ni sasa kimeharibika, hakuna pesa ya kutafuta mtu wa kuosha. Kumbe hakujua kuosha nguo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kijana mwingine hapa amezoea kupikiwa na mama. Amezoea kusaidiwa na mama. Nashukuru sana kwamba nyinyi mko college hapa, wengine wako university. Hata huyu madamu wangu hapa alikuwa university alimaliza. Sasa hivi ni katicha kidogo. Hajakuwa ticha mkubwa, anakuwa katicha kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu imagine ni vile hujajua mzazi amekufukuza kama uko college. Ulifukuzwa na ni vile hujui. Maana kama unaishi nyumba ya kukomboa tayari mzazi ameshakufukuza. Ni vile hakukuambia nimekufukuza. Si ndio Ruth? Ulishafukuzwa, ni vile mzazi hawezi kukuambia toka hapa nenda. Unaanza na nashukuru kwa ninapoona vijana wanauza hata kahawa pale town. Najua huyu jamaa ako na misingi mizuri itamsaidia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hata ile kukulipia rent wanakulipia kidogo, ni kukupush na kukuambia wewe tutumiage akili. Walikufukuza kitambo.
Hauelewi. Bwana asifiwe. Ndio maana hawana haja kukutaka kukufuatilia hata saa hii uko wapi. Kuna wakati ambapo ungekosa, unaulizwa mbona umechelewa. Leo hakuna, ni wewe uanze na ile malezi uliolelewa nayo. Kama itakusaidia utaendelea. So vijana wengi wako na malezi mabovu. Bwana asifiwe. Nashukuru kwamba nyinyi mnaona mko at least kidogo, kwa sababu si wa kusukumwa waoge. Mama, unasikia mama, umeanza kulala maana jina la Bwana lipewe sifa. Nipe nafasi tu niongeleshe hawa vijana kidogo. Lakini kama mtoto pale, usimpe malezi mabaya, yatakuja kumsumbua baadaye. Yaani namaanisha kwamba jifundishe kufanya kazi. Bwana asifiwe. Jifundishe kufanya kazi. Usikuje kuosha sijui kuosha. Hata kuna mwingine anapata ameolewa ajui kupika. Maana kwao alikuwa na mfanyakazi. Kuna ndugu jana anakasa hapo kidogo. Ndio nisiongee sana. Bwana Yesu asifiwe. Malezi mabovu. Usipende jina la kupembelezwa. Kataa hiyo. Ngina, unajua kuna watu hata kukura hapa, mtumishi wa Mungu walikuwa aki saa hii watu wako, mimi niko na watoto hapa, mpaka wengine unawapembeleza kukura. Sisi nyakati zetu member chakula ikiletwa kwa meza, na tulikuwa tunatumiaga ile taa ya koroboi ile ya zamani. Ndugu yangu alikuwa na ujuzi ya kusima taa. Kitambo tai wake chakula hakuna. Sasa waka nikajua ni ndugu yangu mkubwa. Nikajua wakati chakula imewekwa kwa meza, tai kizima. Kila mtu, kumbe yeye ni mlinzi wa chakula na mimi ni mlinzi wa chakula. Tunawekelea tu mkono hivi. Hakuna mtu anatafuta kiberiti. Maana ukienda kutafuta kiberiti ukirudi chakula hakuna. Lakini siku hizi naona kijana anaambiwa wewe sikuli, hata mwingine anasema wewe sikuli. Nimeona hata kuna mwingine niliona hapa anapigwa viboko hakule. Sisi siku yetu dakika 5 tumegonga hiyo mlima ya ugali. Alafu tumeenda mahali tena wazazi wako na wazazi wako karibu watu 4. Yaani dada zangu 2 na mama na baba. Wao waligawa nusu. Ni kama ile yetu. Kwanza yetu ilikuwa kubwa, lakini yetu just 2 minutes tumemaliza. Na tena tuko hapo kama watu hawajameza kitu chochote. Na tena wakule mpaka watu bakishe yao tena tukule. Jina la Bwana lipewe sifa. Kuna watoto ambao wanakuwa na hata na malezi yani hakuzoeshwa. Yani mpaka ukifika kwako kwa nyumba unataka mume wako akupembeleze vile ulikuwa unapembelezwa na mama yako. Nataka waambie boy kuja ukule. Sijui nani kuja ukule. Alafu ukipata akupembelezi unaanza kusema nitaenda kwetu. Unapokuwa na malezi mabovu utapata hata utaweza kusimama kwa ndoa. Wapendwa, sikiliza niwaambie, mimi ni baba ninawazungumzia. Kuna wakati ambapo utakuwa na ndoa yako. Kuna wakati ambapo utakuwa na mke wako, kuna wakati utakuwa na mume wako. Na kuna wakati mume wako atakwambia sasa nimeleta wageni, tafadhali tutengenezee ugali. Alafu unapika ugali inakaa kama ya sijui au kuwahi jua maji inachamukaga, inafanywa nini, inafinywa, unga zinatoka, huku kukubali kufundishwa. Bwana asifiwe. Poleni sana kwa sababu nyinyi mmeshatupwa. Niliwaambia si mmetupwa bila kujua. Poleni sana kwa sababu nyinyi mmeshatupwa, mjipangage. Lakini kama hukupata malezi mazuri, maisha yako yanaharibika. Kwa hivyo number 1 ni misingi ya malezi. Unapokuwa na malezi mabovu. Leo tuko na ndoa nyingi zinavunjika na kuvunjika. Ninafanya counseling hapa za ndoa sana. Alafu nikisikia hii misingi ya hiyo kitu kenye kilifanya wakosane ni kitu kingine hata hakina miguu. Ati ni nini nilifanya ukosane na mume wako? Ati mume wangu aniiti daddy. Aniiti daddy. Ama mume wangu aniiti sweetie. Yaani hiyo majina tu.
inafanya mnakosana, kwa sababu ulipembelezwa, ulianza kuitwa baba, ngina kira, yaani ulipembelezwa na hiyo majina. Misingi mibofu inakuharibikia. Mimi kitu kimenisaidia katika maisha yangu, nilianza kujitafutia kuwa na kazi na nini. Imefika mahali tuseme ukweli, hakuna kazi kwa ofisi, na ndio maana Ruto anawaletea abodabu, alafu anasema watu waende wafanye mjengo, alafu nasikia watu wana complain. Sasa Ruto anaona mjengo ni dunia imefika hapo kwamba kila mtu anataka afanye kazi ya biashara, kazi ya kikawaida. Kama ulikuwa muvivu, hebu uliza kijana aliye karibu na wewe, kwenu ulikuwa unaamka saa ngapi? Bwana asifiwe. Muulize na saa hii unaamka saa ngapi? Unajua kama ulikuwa na misingi mibofu, utaona kijana hapa anarara. Wewe hujawahi ona watu wakirara, utashangaa siku moja anajimwagilia mata, inajichora inaingia mpaka kwa masikio na nyingine hapa, alafu anaamka saa 3, alafu amechoka mpaka saa 4. Yaani hii shule at least ndio inakufanya unaenda mapema. Pati mahali tumefika na dunia mahali imefika ni mahali watu wako hivi. Sema wako hivi. Wako mbio. Unaona mwingine huku mwingine huku. Lakini kama una misingi mibaya itakuharibikia siku zinakuja. Na tafadhali, kwa sababu nimesha kufundisha, rekebisha. Usikubali kuitwa majina. Unasikia? Usikuwe na misingi mibaya. Usikubali kuitwa ile majina ulikuwa unaitwa. Toa hapo. Hakuna mtu anaenda kukuita Sokoro. Hakuna mtu anaenda kukuita, na akikataa kukuita utamstaki. Utatoka kwa hiyo ndoa. Hakuna mtu atakuita. Malezi. Kama wazazi muko hapa, tafadhali usipee mtoto malezi mabovu, mfundishe kazi. Nilijua tu nisiposikia amina, ninajua hapo sasa mambo yameanza kuharibika. Simuseme amina. Wewe mbona usemi amina? Sema amina. Naona hata mwingine ameanza kulala tayari. Alipembelezwa na misingi ya kulararara. Apendi hivi tu kalikali, lazima. Ndio maana nimeona mtumishi anatuanga maombi hapa sawa sawa, na mwingine hako tu anaangalia. Ni misingi mibovu. Hata wazazi wa kiroho hawakukupatia misingi mizuri ya kuomba. Kuna mwingine misingi yako nayo. Okay, wacha tukuje msingi wa pili. Sitaki kuingia sana. Msingi wa pili. Lakini kabla hatujasoma msingi wa pili, tusome andiko mbili. Proverbs 22 verse number 6. Inasemaje? Methali 22:6. Mlee mtoto katika njia impasavyo, naye hataiacha hata atapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasavyo, naye akiwa mzee hataiacha. Proverbs 6 verse number 20. Methali 6:20. Utakaa tu chini ukisoma, maana utasoma Biblia sana. Sawa, twende kazi. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Wala usiache sheria za mama yako. Wala usiache sheria za mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima. Jifike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda. Bwana asifiwe. Amen. Nataka mchukue hizo Biblia mbili pamoja. Biblia ya kwanza imesema mlee mtoto katika nini? Katika njia. Hivyo inamaanisha huyo mtoto wako katika nini? Katika njia. Mlee mtoto katika njia ipasayo. Akiwa mtu mzima hataiacha. Kijana yote hapa uko kwa mapito, uko katika njia. Sema amina. Uko kwa mapito. Kwa hivyo lazima ufundishwe kulelewa kwa njia nzuri, ili katika hiyo njia kwenda huko mbele. Tumesema inayoharibu siku zako za baadaye. Kwa hivyo kuna siku zinakuja. Kwa siku ambazo zinakuja. So Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo. Akiwa mtu mzima hata isahau. Na hiyo nyingine imesema aje? Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Mwanangu, shika maagizo ya baba yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Wala usiache sheria ya mama yako. Yafunge hayo katika moyo wako daima. Jifike hayo shingoni mwako. Uendapo yatakuongoza. Uendako. Kwa hivyo ako katika nini?
njia. Baada ya kukatika nini? Uendako pale mbele. Yatakuongoza. Yatakuongoza. Ulalapo yatakulinda. Ulalapo yatakulinda. Na uamkapo yatazungumza na uamkapo yatazungumza na wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Pastor, unaendelea kuweka hawa watu wako katika misingi. Na hii misingi hautakuwa na wao milele. Lakini wakishika yale ambao unawafundisha kama baba yao kwa sasa, yatakuja kuwasaidia siku zinakuja. Nafurahi sana chairman yako hapa. Umesema kwamba huyu kijana mlianza na yeye katika nini? Lakini akaamua kukushika na bado unaona amekuwa kitu, amekuwa chairman. Si hata Ruto alianza kuwa chairman. Sasa unaweza pata huko mbele wewe unaenda kuwa chairman wa Kenya mzima. Kama ningekuwa ningesema amina imezidi ya jirani. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni msingi wa pili, msingi wa wazazi. Msingi wa kuheshimu wazazi. My friend, kama hauna respect kwa wazazi, siku zako ziko na shida. Kama uwezi shika hii, siku zako zitakuja kuwa na majuto. Bwana Yesu asifiwe. Si wazazi wamekuweka kwa shule? Kubali kaa hapo kwa shule. Maliza shule, college. Ukimaliza kuna mambo mazuri. Lakini ukipuuza na kugaidi amri ya wazazi, basi itakuharibikia baadaye. Ukisikia mzazi anakuambia wewe ni mdogo sana, usifikirie kitu anakuambia nikiko mbali, anakuambia ujui mambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili siku zako ziwe nyingi hapa duniani. Vijana wengi wanakufa, vijana wengi wanateseka kwa sababu waliinua misingi ya kutoheshimu wazazi. Awe ni mlevi, awe anakaa vile anakaa, awe hana bwana, ni mama tu peke yake, umejipata na yeye, just respect that mama. Mheshimu. Heshimu huyo mzazi hata kama hajui kuongea kizungu kama wewe. Yeye ndiye alifanya ukaanza kuongea kizungu. Na ninaposema wazazi, namaanisha kwanza wazazi wako wa kukuzaa. Alafu namaanisha pia wazazi wa kiroho. Maana hii pia tunakuweka katika misingi. Usipotuheshimu na kushika hayo. Mimi leo niko pastor na ninajidiscipline kwa ile kazi ninafanya, kwa sababu kuna mtu kwanza wa kiroho hapa nyuma nilikubali kukaa chini yake anifundishe. Nilikubali anirekebishe, nilikubali anionye, anitukane, nilikubali anigombanishe. Kuna roho ilikuwa inakuja inasema hapana, wewe ni mwanaume, mbona mwanaume mwingine akugombanisha? Lakini ninasikia roho nyingine inaniambia wewe tulia. Ili misingi yako ikuje kuwa mizuri, ni lazima utii wazazi, lazima uheshimu wazazi. Ni wangapi wako hapa hawana wazazi? Nyinyi wote mko na wazazi. So lazima uheshimu wazazi wako. Pale nyumbani mahali wako, waheshimu. Bwana asifiwe. Wasichana ambao mko hapa, mbona mnaniangalia mpaka naogopa kuwaongelesha? Heshimu wazazi. Siku moja wapelekee sufuria, siku moja wapelekee leso, siku moja wapelekee suti ya harusi. Mbona msemi amina ama hamtaki maendeleo ya harusi? Ama tayari mmeshajibariki? Nibariki nibariki. Bwana asifiwe. Mzazi wako wa kiroho ambaye amekulea, na yeye pia asimame mbele yako kwamba huyu kijana uko hapa, heshimu hao wazazi. Siku moja na wewe uwapelekee kitu. Sema amina. Huwa na advise vijana wangu hapa kwamba usingangane kuolewa kwanza. Number 1, maliza shule, pata kazi, fanya kidogo, angalau nunulia wazazi wako hata kama ni kitu, hata kama ni kuku, ndio uende sasa uanze kujenga kwako. Praise the Lord. Vile mnaniangalia, wacha nitoke hapo. Hiyo ni misingi ambayo itakao kusaidia. Hebu tusome andiko moja kwa hapo because sina time.
Na ninaposema wazazi ninamaanisha wazazi na watu wazima. Sema watu wazima na wazazi. Mtu yeyote amekuzidi umri, ni rika ya baba yako ama mama yako. Sio baba yako tu na mama yako unaheshimu. Mtu yeyote ambaye unaona ako juu yako, mheshimu. Siku hizi vijana wanakufa ovyo ovyo. Siku hizi vijana hawana mwelekeo na hawana future kwa sababu wamekataa kuheshimu watu wazima na wazazi. Zamani yangu mimi tulikuwa tunacheza mpira, tukiona mtu mzima anapita tunasimama mpaka afanye nini? Juzi mimi nimekuwa ninapita napata watoto wanacheza hapa na nimevaa suti ya white. Wamenigonga na hiyo mpira ya makaratasi na mvua unaona vile imenyesha. Alafu wakinigonga hakuna mtu ananiambia pole. Wote wakapiga kwa mahindi, wakatoroka. Nikairisha safari, nikaenda kuchange nguo. Lakini zamani tungeona watu wazima, sio mama, sio baba. Ungeona mwalimu wako. Siku hizi paka mwalimu unamsalimia hivi. Niaje teacher? Bonga. Bonga teacher. Na uko na ujasiri. Lakini zamani hatungeangaliana na teacher kwa macho. Mimi na teacher ni adui. Hatuwezi simama mahali pamoja. Maana yeye akiona anaona tu makosa saa yote. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hiyo imefanya watu wa zamani wanaishi siku nyingi. Siku hizi watu wanakufa ajali ambazo hazina mwelekeo kwa sababu watu hawana heshima na wazazi na watu wazima. Hebu soma andiko hili. Nashukuru maana unafungua haraka. 1 Peter 5:5 inasema aje? Alafu utafungua nyingine Walawi 19:32, alafu utafungua nyingine Kutoka 20:12. Tuanze na Peter 5:5. 1 Peter 5:5 inasema? Waraka wa Petro wa kwanza 5:5 inasema hivi. Vivyo hivyo nyinyi vijana watiini wazee. Hebu sikiliza. Si nyinyi ni vijana? Vivyo hivyo nyinyi vijana watiini watu wa gani? Wazee. Wazee, alafu? Naam. Nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu. Nyinyi nyote jifungeni unyenyekevu. Mpate kuhudumiana kwa sababu Mungu huwapinga. Asante. Kitu nilikuwa nataka tu, vivyo hivyo nyinyi vijana watiini wazee. Wazee inamaanisha ni wazazi wote. Bwana Yesu asifiwe. Si nyinyi ndio vijana wale wanaitwa majenzi? Kwani mnataka kusema siwaonagi na t-shirt za black? Kwani mnataka kusema sikuwaona? Hata wangu niliwaona hapa siku ile ya Matiang'i amekuja hapa. Hapa ni wapi? Mlikuwa mnasema hatuwezi ingia kwa stadium. Na ameshika hiyo na nini? Kwani si nyinyi ndio mnachukua Ruto mnamweka ndani ya sanduku? Mimi nasikiaga kulia kwa sababu huyo ni baba. Ni kama uchukue baba yako muweke kwa sanduku kwa sababu amekukosea. Praise the Lord. Lakini nilisema nyinyi vijana ambao leo mmekuja kwa hii kanisa, ninaomba muwe na wale vijana wa huko nje, lakini msifanye yale wanafanya kule nje. Sema amina. Mimi najua nyinyi mnajua mitandao sana. Mnaweza fanya kitu chochote. Mkitaka mnaweza badilisha Pastor Evans atembee bila nguo. Ni kweli ama ni uongo? Si ni kweli baba? Mnaweza nifanya nitembee hapa na skirt. Matara ndio hiyo. Tunaishi, hiyo ni kalenda ya vijana wa sasa. Lakini tunapofanya hiyo kuonyesha ujuzi wetu, tafadhali tuchunge rahana za watu wazima. Bwana asifiwe. Unashangaa mtu kijana anakuwa mkubwa, anaoa, akishamaliza kuoa anaenda kupata mtoto hakuna. Anaenda kwa wachungaji niombe, hakuna. Na siku hizi tumekuwa werefu. Biblia zote, fashion zote ziko hapo ndani. Tukitaka kusoma NIV, tukitaka kusoma Good News, tukitaka kusoma King James, tukitaka kusoma ingine inaitwa Revised Standard, zipo hapo. Kwa hivyo tunafunuliwa. Pastor vile amesimama hapa kufundisha, tayari unamwangalia unashangaa because una mafundisho umeyatoa kwa mtandao. Na ukumbuka maandiko inasema vile mavumbuzi mengi yanaendelea kuja, ndivyo neno la Mungu linaendelea kukosa maana. Jina la Bwana lipewe sifa. Nyingine ambayo nilisema soma 1932 inasema unatufungulia haraka tafadhali, dakika zangu karibu ziishe. Na hii ni pointi ya pili, sijaenda, niko na pointi 5.
19:32. Mwondokeeni mtu mwenye mvi. Mwondokeeni mtu mwenye mvi. Heshimuni uso wa mtu mzee. Heshimuni uso wa mtu mzee. Nawe mche Mungu wako. Nawe mche Mungu wako. Mimi ndimi Bwana. Mimi ndimi Bwana. Soma hiyo nyingine Kutoka 20:22. Ondokeeni mtu mwenye mvi. Mwenye mvi ni hizi zinakuwa nyeupe hapa. Heshimuni mtu mzee. Mcheni Mungu. Na hizo zote zinashikiliwa na ile wa Efeso. Heshimu baba na mama yako, ndio siku zako siwe. Hautakuwa na siku 30, utakuwa na siku 100 na kupita wakati unaheshimu wazazi. Kutoka 20:22. Bwana akamwambia Musa. Waambieni wana wa Israeli hivi. Nyinyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Msifanye miungu mingine pamoja nami. Miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu. Msijifanyie. Utanifanyia madhabahu ya udongo, nao utatoa dhabihu zako juu yake. Sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Kondoo zako na ng'ombe zako kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu. Hapo ndipo mtakapokujilia na kukubalikia. Nawe ukifanyia madhabahu ya mawe, utaijenga na mawe yaliyochongwa. Okay, hiyo yendi na ile tunataka, lakini ninashukuru. Tuende kwa point nyingine because nimeenda kutafuta ni wapi hajafika hapo. Yes, verse 12. Hapo soma verse 12. Waheshimu baba yako na mama yako. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Wewe ulikuwa unasoma gani? Samahani. Tulitoka 2022. Haya, soma hapo basi vizuri. Nilikuwa nimeshindwa sana. Kutoka 20:12. Inasema, waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Imeishi hapo. Thank you so much. Waheshimu baba yako, sio baba peke yake. Watu wengi wanamheshimu baba peke yake. Mama wamezoea maana ni saburano. Lakini waheshimu baba na mama. Baba akiguruma na mama akiguruma na soprano, waheshimu. More special, sikilizeni niwaambie. Watu wengi wanaheshimiki pia mama peke yake, hawaheshimu baba. Na kulingana na Biblia, rahana ya baba ni mbaya sana. Praise the Lord. Rahana ya baba ni mbaya sana. Baba ananga vitu vingi. Unajua mama yeye anakuwa na rahana saa yote. Mchika! Hata ifanye kazi. Ng'ombe! Nini? Kila saa nagombana na kusema na yani yeye paka imezoelea. Lakini baba anaongea just one. Na ndio maana unafaa kujitunga na yeye. Jina la Bwana lipewe sifa. Mama yeye anaweza kukurani na kukubariki na kukurani na kukubariki na kukurani na kukubariki, maana amezoea. Kazi yake ni kutukana. Kuja hapa, unakaa kama nini? Hiyo ndio kazi anaongeaga. Lakini baba ukisikia ameongea mara moja, hivyo umemkazirisha. Na ndio maana ni vizuri kuwa na mipaka na waheshimu wazazi. Kwa nini tusimalize siku zetu? Tuachane na siku za Daudi. Siku za Daudi ni miaka ngapi? 70, 80, si ndio? Kwa nini tusiingie miaka ya Ibrahimu 120 kuendelea? Kwa nini tunakatishwa siku hizi? Halafu tunasimama kwa mimi kwa matanga siwezi simama hata siku moja kwa mtu amekufa akiwa na miaka 20, 30, 40. Halafu ninaanza kusoma Timotheo inasema sijui ni Timotheo ama ni gani, inasema sijui nimevipiga vita, mwendo nimeulinda. Mwendo gani umelinda? Hata hujalinda familia. Ni mwendo gani? Umeulinda na imani umeishika. Miaka 20. Nilienda matanga mengine nikapata pastor anahubiri, nikamwambia excuse me pastor, mimi siwezi. Halafu anasema Bwana amepeana na Bwana amechukua, jina lake lipewe sifa. Kwani huyu Bwana anadanganyana akisema utaishi miaka yako yote? Tutaishi miaka yetu wakati tunajiheshimu na tunaheshimu wazazi. Sema amina. Lakini kama huna respect na wazazi, unatukana kila mtu, unatukana hata watu wazima,
kijana, hauna mipaka. Mtu ambaye umempata ni mzee, mpaka mwingine tu unaona tu anatetemeka ameishiba, bado unamtukana. Mwambia wewe mzee, patikana nyumbani. Zinakatisha siku zetu. Tuende pointi ya tatu. Pointi ya kwanza tumesema ni gani? Malezi mabovu yanaharibu siku zako za baadaye. Pointi ya pili, wazazi usipoheshimu unaharibu siku zako za baadaye, zinakuja kuwa na shida. Na usipoheshimu wazazi, watoto wako pia watakuja kuheshimu. Usipoheshimu wazazi, na wewe utakuja kuheshimika. Heshimu wazazi. Ako kama mama kako hapo nyumbani, kaheshimu. Kama uwezi kumsaidia, waachana naye. Lakini kama uko na uwezo ya kumsaidia, mnunulie sukari, mnunulie sabuni, mwambie mama chukua, Bwana asifiwe. Mheshimu tu. Na kama una hiyo uwezo, waachana. Maana niliona ndugu mwingine ameenda kwa mama yake, amemwambia we mama, sikukuandikia barua nisae. Mama kwa sababu ndugu imeanza kukaa hivi, si unajua hii kitu kinatufanya barua nigongwe, wacha nitulie. Ukiona mama ametulia ama baba ametulia, eti kwa sababu umekuwa mkubwa unaweza mshinda, my friend. Halafu kama ni dada unampata anamnyoshea mama na vidole viwili. Hata mimi ni mama kama wewe. Na ni yeye alikuzaa miezi 9 akakunyonyesha, akisema hautafanikiwa, hivyo ndivyo itakuwa. Akisema utahangaika, hata ukija kwangu leo niko na anointing ya kuombea watu, hata nikikuwekelea mkono na miguu yote haimezi. Kama ako hai, labda uende umuombe msamaha. Na hiyo tusidanganyane nayo. Watu wanaletaka masacrifice hapa, ameshakosea wazazi, anataka kuniletea sacrifice hapa, ananiambia pastor, sasa ninataka nini sijui nini uniombee, sijui ndoa yangu isimami, sijui pastor nimemaliza kazi sijapata pesa. Lakini kuna vitu ulifanya pale kwa wazazi mpofu. Na vile kumetulia, ni kama kuna masuspect wawili watatu hapa. Nimesema ya tatu, roho ya kupendwa au kupenda. Kingine ambacho kinaharibu future ya vijana wengi, misingi ambayo inaharibu kijana, na bado hii hapa nimerudi katika sehemu ya wazazi. Kama huyu kijana hakupendwa, hajakuwa na ile feeling ya upendo, ametengwa kutoka nyumbani kwa njia fulani, huyu kijana hako tu. Na ndio maana leo tuna vijana wengi wanajiua kwa sababu hana mtu wa kumpenda. Wazazi hawampendi, ndugu zake hawampendi, watu wa kwao hawampendi, hata mtu wawe mbaya mpende. Wazazi, nazungumzia wazazi wako hapa. Hata mtu wawe na mbaya mpende. Watu wengi wamejitupa, watu wameingia kwa Illuminati, watu wameingia kwa Freemason, watu sio walevi wote walitaka kunywa pombe. Mwingine aliona hakuna mtu anampenda akaamua kuingia kwa ulevi. Mwingine aliona hakuna mtu anampenda akaamua kuingia kwa ujambazi, na leo anaingia amepata. Unajua kitu ambacho hujawahi jua, walevi wanapendana. Sasa usipomuonyesha mtoto wako ama usipoonyesha upendo, utapata wale wanakuonyesha upendo na watakwambia wewe kuja kunywa pombe tutakununuliaga tu, na watakununulia halafu wanakuharibu. Roho ya upendo isipokuwa ndani ya vijana wengi, wanajiingishaga kwa grupu zingine mbovu. Kijana anajingisha, unapata ameingia kwa Boko Haram. Boko Haram inapatikana wapi? Nigeria. Simuliona vijana wengine wameenda sijui ni wapi pale kuandikwa wanajeshi, Russia. Kijana tu ameenda kwa ngo yake amtaki, ameenda kwa ndugu yake amtaki, ameenda sasa akipata hata kama ni Russia anasema wacha niende nikufe. Vijana wengi wamejiua, wamejimaliza kwa sababu ya roho ya kupendwa. Na hii kitu ni kibaya kwa wazazi. Usionyeshe mtoto mmoja umupendi kwa watoto wako wengine. Bwana asifiwe. Ule mtoto anajirudiaga, anajidharau, anajiona bure, anajiona mtu asiyefaa. Hata kama mtoto yeye ni mujinga, wengine wote ni werevu, huyo mtoto ukimkumbatia itakuwa vizuri. Hebu nisomee andiko 1 John 4 verse number 19.
Some haraka hiyo verse peke yake, sitaongeza nyingine ndio tumalize. Sasa hiyo ni point number 3, nimebakisha 2. Tukitoka hapo tuende tafadhali, hizo vitu nimekufundisha ukiziweka ndani, misingi hiyo itakuwa ya baraka. Inasemaje? Mtu akisema napenda Mungu naye anamchukia ndugu yake. Sasa tena Sisi twapenda kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza. Bwana asifiwe. Kama wewe ni kijana, inua mkono hivi. Sisi tuwapenda kwa sababu tulipendwa. Sasa wacha nikuulize swali. Kama hiyo roho ya upendo yuko ndani yako, unaweza penda huyu mwingine? Utamdanganya tu. Roho ya upendo kama yupo, huwezi penda mtu. Unashangaa umeingia kwa ndoa lakini kiroho cha kutopenda akipo kwa sababu wewe ukupendwa. Uliambukishwa mbegu ya kutopenda. Sasa hata ukiwa hapo unasikia tu watu wengine wanatumia hii maneno I love you. Unafikiriaga ni wimbo inaimba. Wewe huwezi kuwa nayo kwa sababu haukuonyeshwa. Sisi tuwapenda kwa sababu alitupenda kwanza. Lazima kwanza wazazi waonyeshe watoto kwamba wanawapenda. Na hii ni misingi pia na kufundisha, unaenda kuwa na watoto waonyeshe upendo. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata wangu mimi nawaonyeshaka upendo. Na mojawapo ya upendo pia ni kiboko. Bwana asifiwe. Kinaitwa kiboko cha upendo. Unamwambia kuja hapa. Mtoto wangu, unajua nakupenda na mimi natumiaga kushoto. Nakupenda sana. Maana usipopea pia mtoto kiboko. Unaona Emmanuel ametulia hapo kwa sababu anajua. Kesho utamuona hapa. Unampea kiboko. Biblia inasema Mungu yeyote ampenda umurudi. Kwa hivyo pia mtoto kumpenda ni kumpea kiboko. Lakini endelea kumuita boy, wacha. Boy ameangusha TV na unamwambia wacha boy. Boy anachukua simu anarusha kwa maji. Boy, wewe unakuwa boy, wacha mchezo. Unaharibu huyo mtoto. Muonyeshe upendo wa kiboko. Bwana asifiwe. Sisi tuwapenda kwa sababu tulipendwa kwanza. Lazima mzazi uambukishe mbegu ya kupenda, ndio na yeye aende kupenda. Ndio maana hiyo majina mazuri unasikiaga wanaitanaga kwa sababu walionyeshwa kutoka pale. Kama hawakuonyeshwa hawezi itana. Wewe mbona unaniangalia hivi? Unajua naona kila mtu hapa. Ngoja nisome ya mwisho tutoke hapo. Number 4. Sema number 4. Msingi ambao unaenda kuharibu future yako. Yaani msingi mbovu unaoharibu future yako, roho ya kutokuwa na ufahamu. Ufahamu inaitwaje kwa Kizungu? The spirit of understanding. Usipokuwa na ufahamu ama kuelewa tuko majira gani, tunatoka wapi, tunaenda wapi, misingi yako itaenda kuharibika. Ukifikiria vile ulikuwaga ulizaliwa miaka ile ndio bado iko msahi, wewe utaharibu kesho yako. Jua ni wapi tunatoka. Ndio maana Yesu anaitwa yeye ndio ni jana ama ni juzi. Yeye ndio jana, leo na hata milele. Yaani yeye ako jana, ako leo na hata ako milele. Sasa kama yeye ako na hiyo, yaani akai kwa jana peke yake, anakaa na kwa leo na anakaa kwa milele. Sasa wewe kijana unataka kukaa kama wale vijana wa zamani. Unajua kuna ndoa zingine hazisimami kwa sababu mtu anataka kuwa mkoroni kama wale baba zetu wa zamani. Usiguze hiyo radio. Mimi nikifika kwa nyumba TV sio yangu tena. Hata nikitaka kuona taarifa, mpaka siku hizi nimejinunulia yangu kwa TV, kwa simu hapa. Mimi naoneaga tu taarifa yangu kwa simu. Maana ukifika kwa nyumba, mtoto anataka kuona sivi, mwingine kwa anataka kuona kirikiri, sivi ni kirikiri inaitagwa nini wewe ndio unajua? Kids kuna kitu kinaitwa kirikiri. Kuna mwingine anataka kuona hyena, kuna mwingine anataka kuona movie, kuna mwingine anataka na ukimwambia anakuambia
Changamka bwana. Umelalia tembe. Sasa unasema badala ya kuleta vitina vingi, wacha nikuwe tu mimi, maana unataka mtoto aone news. Yeye hajafika mahali pa kuona news. Wewe ndio umefika mahali pa kutaka kujua Matiang'i alikuwa wapi, aliongea nini. Raila leo alikuwa Raila hayuko. Tulikuwa tumemzoea. Sasa hayuko. Sasa unataka kuona, unataka kujua, unataka kuendelea. Lakini yeye hataki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Halo? Wacha nikuulize swali. Hata wewe uko hapo kweli unaonaga news? Nimeona vile mnakataa. Lakini kesho utapata. Raila ni ng'ombe, nani? Ruto, Konda, hakuna kitu wamefanya Kenya hii. Una ufahamu au ujui kitu chochote? Kitu kinaitwa ufahamu ni kuelewa. Sema amina. Ingia kwa Kalonzo kidogo. Jua Kalonzo anafanyaga nini? Yeye ni nini? Yeye anaenda wapi? Unakuwa na ile ufahamu. Alafu unaingia kwa Matiang'i. Alipokuwa nani? Unaingia hapo. Sasa nikiongea mtu mwingine anafikiria ninaongea siasa. Understanding. Bwana Yesu asifiwe. Ingia kwa news, kaa chini, ona news. Lakini mtu mwenye ataona ataniambia Runi, sijui Runi anakuwa ni watu gani. Mpaka anasema Runi next week Runi atakuwa sijui South Africa. Yaani anajua, anafahamu wachezaji wote wa mpira. Anawajua, lakini ajui kaunti yake. Hata mwingine nimuuliza juzi na gavana wako anaitwa aje. Mwingine hata akasema ule gavana alitoka kitambo. Yaani paka hajatambua kuna gavana mwingine. Ukitaka kuwa na ufahamu, number 1, lazima uwe mtu ambaye unaona news. Unajua ni kitu gani kiliendelea ulimwengu, Kenya yote. Na sio Kenya peke yake. Taka kujua hata kwa Trump. Taka kujua hata wapi. Kuna mwingine hapa hata nikumuuliza president wa Tanzania anaitwa aje, atakwambia Magufuli. Maana ana roho ya ufahamu. Maandiko inasema watu wangu wanaangamia. Hiyo ni Hosea 6. Hosea ngapi? 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Ufahamu ama maarifa. Taka kujua. Leo wameingia digital, wako kwa mtandao, wako pale. Toka na wewe ingia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona ndugu yangu hapa simuone kama ako kwa TikTok, namuona anaendelea kuandika notes. Na ndio anaandika ama sio? Si unaona? Sasa nikikuwa pastor ule mwenye nini nasema kila mtu toa simu, weka kwa bagi ndani. Lakini kwa sababu tuko na ufahamu, tumefika hapo, lazima tuelewe ni hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilienda mahali pengine, nilienda Nairobi, nilialikwa mkutano, nilikuwa lisafu kidogo. Nikaona hakuna mtu amekuja na notes ndani ya nini. Kila mtu wako na simu. Nikasema hao watu wamenichukia, wamenichukia mimi. Sasa nikaanza kuwatokana. Nyinyi ndio maana mtakufa haraka. Kila mtu akanionyesha pastor, notes zako ndizi tunaendelea kuandika. Hatuko kwa TikTok. Mimi niliona simu nikasema, hao watu sasa jamani. Lakini ukweli kuna kwingine nilienda ibada. Vijana wote tulipokuwa asubuhi, vijana wako hapo wamechangamuka. Wanapiga praise. Vijana wanachangamuka, wako. Wanatoa jasho. Lakini ilipofika saa 4, saa 5 saa ile naenda kukaribishwa kuingia. Nusu ya kanisa hapo. Nikauliza, kwani pastor uliambia vijana kuna mahali wanaenda kujifundisha? Watu walienda wapi? Na vijana ndio walikuwa wengi. Wakaniambia, pastor hapana. Leo ilikuwa ni mpira. Sasa church yangu hapa watu wote hapa ni wachezaji. Kwa hivyo wameenda mpira. Nikasema, vile walikuwa naruka vizuri hivi asubuhi. Praise the Lord. Ufahamu, sema ufahamu. Hebu uliza jirani yako, una ufahamu ya mahali tunatoka na mahali tunaenda? Ukishajua ufahamu utajua kwa nini wametoa ile masomo ya zamani ilikuwa inaitwa aje? 844 wameleta CBC ukiwa na ufahamu. Lakini kama una ufahamu, wameleta CBC kwamba leo unaweza anza kutengeneza matope hapa, matofali. Unaweza anza kuchomelea chuma hapa. Unaweza anza kufanya nini? Tumefika hapo. Hakuna mambo ya ofisi. Kwa hivyo lazima uwe na hiyo ufahamu ya kuelewa. Niruhusu niende kwa ya mwisho. Sijui kama nitakupa basi hapo.
Masaa imeenda sana. Hebu tusomee moja tumalize. Proverbs 16:16. Alafu tusome hii ya mwisho sasa nitawakashia kidogo ndio tumalize. Yeah. Afadhali kupata hekima kuliko dhahabu. Naam, unafaa kuchagua ufahamu kuliko fedha. Bwana asifiwe. Watu siku hizi hawataki ufahamu, wanataka pesa. Na ndio maana Ezekiel anatuambiaga, mwanangu, wataka nyota au wataka pesa? Ukienda kwake unataka pesa, anakuuliza, mwanangu, unataka nikupe nyota ama nikupe pesa? Maana nikikupa pesa kesho tena utakuja hapa, lakini nikikupa ufahamu kesho utakuja hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Sasa watu hawataki ufahamu, wanataka pesa. Kwa nini uko shule? Uko shule kwa sababu unataka upate ufahamu. Ufahamu ndio inaleta pesa. Sema amina. Number 5. Geukia jirani yako, mwambie number 5. Muguze, mwambie number 5. Muguze, mwambie number 5. Usemi vizuri. Nataka ukimwambia pia unaangalia sura yake kama anaweza kasirika, maana number 5 pia ni ya kukasirisha kidogo. Muguze, mwambie ni number 5. Acha niangalie mahali nitaanzia. Number 5. Msingi namba 5 inaoharibu siku zako za baadaye. Fanya. Ama yeye morning zi tumalizie kesho. Naona hawa sitapigwa mawe. Pastor, sitaharibu kikundi chako. Bwana Yesu asifiwe. Naona mpaka wa keyboard amenyamazisha, amejua hii ni kitu gani kinakuja number 5. Maagano ya ujanani inaharibu kesho yako. Maagano ya ujanani. Maagano inaitwaje kwa Kisungu? Covenant. Kuna kitu kama covenant ama ni covenant? Okay. Maagano. Hii ndio kitu ambacho kiko very strong kwa vijana wengi na hawajui. Hata vile tuko hapa, vijana tayari tumeshaingia kwa covenant ambazo zinaharibiki maisha yao ya baadaye. Covenant lazima kuwe mtu na mtu mwingine. Sema mtu na mtu mwingine. Mnaweka maagano. Vile tuko hapa, kuna watu tayari wameshaidiana kuoana. Wameshaweka. Hakuna kitu kibaya kama covenant. Inaharibiki maisha yako yote. Maagano. Hata kama utafanya kazi ya Mungu. Ukiona dada mwingine anaimba vizuri, kama uko na uhakika kabisa yeye ndiye utaenda kuoa, weka agano na yeye. Lakini kuna watu wamepewa maagano kutoka primary mpaka hapa. Ameambiwa kufa na kupona, mbele na nyuma, kando na kando, chini juu, wewe ndio nitaoa na hakuna mwingine. Yaani ni covenant iliwekwa. Na sasa ile covenant ikivunjika, ukipata mwingine hamtakaa na yeye. Because kuna mtu alikufanyia nini? Alikuwekea covenant. Kuna mtu mlikula maneno ya agano pamoja. Na covenant inakuwa mara kwa mdomo, kwa maneno yale unayozungumza. Kuna wengine wanaweka covenant kupitia kwa tattoo, kuchorwa. Mwingine anachochora na chuma ya moto. Anasema Jane. Yaani amemaanisha ni Jane mpaka kufa. Halafu ukimaliza primary mumeingia secondary, Jane anaanza kutoka pole. Sasa anaanza kuingia mtu mwingine tofauti. Nakumbuka kuna mwanaume amejichoma akiandika jina Jane. Wewe hata ukipata huyo mwingine, hata kama ako na mali, hauwezi furahia. Because kuna mtu mliweka na yeye covenant. Na hapa ndipo ninataka kuwaonya nyinyi vijana. Be careful about covenants ambazo
Ulienda sijui wapi ukapata mwingine anaimba vizuri, ukaweka covenant na yeye. Ukaenda kwingine ukapata huyu mwingine naye ako na anointing kuliko ule, ukaamua kuweka covenant na yeye. Ukaenda kwingine ukapata, na kuna wengine wanaweka covenant. Sasa ile ya mwisho nataka kuzungumzia ni covenant ya damu. Blood covenant. Hiyo yangu. Blood covenant inamaanisha mumerara na mtu, mumesha share damu, na ukamwambia mtaoana na yeye. Wewe sasa mahali kuna kuanga hatari, mtumishi wa Mungu, ni mahali unaenda tu unafanya mpaka harusi vizuri sana, kumbe si ule mliweka covenant na yeye. Unashangaa mambo ya covenant inaanza kudai, because covenant ina die covenant mpaka we break. Na ndio maana tunakuaga na covenant ya Yesu Kristo, damu ya Yesu inaondoa kila agano. Lakini pasipo kuelewa, vijana wengi wameweka covenant ya maisha ya baadaye yenye hayupo. Inaharibu maisha yako. Unapata mtu mzuri, nataka kuishi na yeye, ni ile utoto ulifanya mkaweka maagano. Mpaka mwingine anamwambia mimi kama, sikiliza yale maneno yanatumikaga, mimi kama sio wewe sitaoa. Na ukweli atakaa bachelor milele, kwa sababu aliweka covenant, akasema sio wewe nitaoa, sitaoa. Na mwingine akasema kwa sababu ulinunuliwa chips na ile raha ya kwanza, unasema mimi kama sio wewe utanioa, mimi sitaolewa. Na ukiolewa, mwanaume anaenda anafanya nini? Anakufa, kwa sababu uliweka covenant na mwingine. Ukioa, mwanamke anakufa kwa sababu uliweka covenant. Wanangu, sikilizeni niwaambie nikimalizia hapa. Be careful about covenants. Kuwa makinifu kuhusu agano unazoziweka kila mahali. Sasa hii nikiambia kila mtu hapa anifungulie simu yake, lazima nione umeweka covenant na mtu fulani. I love you like a tomato sauce. Nikikuona roho yangu inaama inaenda kwa kiatu. Na nimesema hivi, wengine mpaka wanakatana kwa mikono, anakata hivi na anakata hivi, anaambia huyu ramba damu yangu. Mimi na wewe ni mpaka kufa. Na ile ni utoto ya covenant, baadaye inaharibu. Hii imeharibu maisha mengi ya Wakristo. Imeharibu kabisa. Sasa imagine mtu ameandika John, ako sijui ni Nairobi, hata ujui mahali hapo. Yeye ako na jina lako, anatembea na jina lako. Bwana asifiwe. Wengine waliweka covenant ya kubadilishana manguo. Huyu akatoa ya huyu akavaa ya huyu, na huyu akavaa ya huyu. Mkajiroga nyinyi wenyewe. Hebu uliza jirani yako, kuna mtu umeweka covenant na yeye? Muulize, mbona akujibu? Hebu akujibu. Muulize tena, kuna mtu mmeweka covenant na yeye? Hiyo ni misingi inaharibu siku zako za baadaye. Unaona maneno kama haya nimesema, number 1, bila wewe nitakufa, bila wewe nitakufa. Number 2, bila wewe sitaoa wala sitaolewa. Number 3, bila wewe wengine ni bure. Yaani ukipata mwanaume anakuwa bure kwa nyumba, kwa sababu kuna mwenye uliambia. Ukipata mwanamke anakuwa bure, na ndio maana mnakaa bure hakuna. Namba nyingine, bila wewe nitakuwa wazimu. Yaani wanatumia maneno mengine ambayo yanakuja kukuroga. Nyasao nyatali haya ngobe balimo, nitakuwa mwenda wazimu. Hizo vitu zimeharibu vijana wengi, na wanataka kufanya kazi ya Mungu lakini wamefungwa na hizo vitu. Na ya mwisho, ni hiyo yenye nimesema tattoo, wanajichora, wanaandika jina ya ule, wanaandika S. S anamaanisha ni ule Steven. S anamaanisha ni ule Stella, Sara, Susan. Amemweka hapo. Jina la Bwana lipewe sifa. Alafu uko hapa unainua mikono yako unaabudu, na kuna mtu umewekea covenant na umevunja hiyo covenant. Covenant kuvunja ni kitu kingine kibaya sana. Wapendwa, Biblia inasema kwa kitabu cha Hebrews, sio Hebrews, Ecclesiastes, sijui ni 5:4, ukimwekea mtu nadhiri hakikisha umeitimiza. Usipotimiza itakukura. Yule akiwa pale anateseka anasema, wewe unaitwaje? Timothy aliweka ahadi na mimi, leo nasikia hako na Anyango.
analia, na ile covenant inafuatana, inakuwa kama magnet, inafanya ndoa yako inavunjika, inafanya ukiingia kwa nyumba hata uone huyo mwanaume au mwanamke kama kitu, kwa sababu kuna mwenye ako thamani mliweka covenant na yeye. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Sasa hii covenant tutaiondoaje? Kulingana na Biblia, na kuna covenant nyingine ambayo sijaitaja, simkubali niitaje, ndio hiyo nataja sasa. Kuna covenant nyingine, wacha nikuuliza pastor, unajua kuhusu sanduku la agano? Are you sure? Katikati ya mwanaume na mwanamke, nani anakuwa na sanduku la agano? Mwanamke. Hebu dada ambaye ako hapa, sanduku la agano alijawahi funguliwa, inua mkono juu. Lilifunguliwa kitambo. Sasa sikiliza, yule aliyefungua sanduku la agano ndio mume wako. Yule aliyefungua sanduku la nini ndio mume wako. Hawa wengine hakuna. Niruhusu niwaulize, hawa dada zetu ni wazuri. Wewe unaweza jua yule alifungua sanduku la agano wa kwanza? Yes. Namjua. Naam. Naam. Ndio. Sasa utaniruhusu niseme huyo ndio mume wako? Na anaweza kuwa alikuwa ni kazeni yako. Kulingana na Biblia, sanduku la agano limeweka agano. Kwa hivyo mtu amebeba agano ni nani? Ni mwanamke. Na yule uliyeruhusu akafungua sanduku la agano, mama ameona. Mama enda, Mungu akubariki sana. Hata yako najua nitakuja kuuliza. So, wapendwa, watu wa Mungu, nimefundisha haya kwa sababu usikuje kusema haujasikia. Make sure covenants zile unazoziweka zinaweza kula maisha yako. Mimi nimefanyia watu wengi counseling ambaye na namuuliza misingi. Ananiambia, pastor, ninaishi na mwanaume, tunakaa tu kama wanawake wawili wako kwa nyumba. Ninajua sio shida hapo. Shida iko kwa aliyefungua sanduku la agano. Alafu akiwa amefungua hiyo sanduku ya agano, mnajua vile mnaongeaga hiyo maneno. Saida anafungua sanduku ya agano. Unaongea, unanena kwa ndimi, unasema ni yeye. Haleluya, hosana, tuendelee, tufanye, tusonge, hakuna mwingine. Alafu ukileta mwingine hapo nini? Vitu vinaharibika. Wapendwa, sikiliza. Kulingana na Biblia, sanduku la agano limebebwa na wadada. Wacha niseme ulifanya makosa. Lakini sasa hilo sanduku la agano liweke mpaka lipate mwenye kufungua. Na mwenye kufungua sanduku la agano anakuwa ni mmoja tu ako na ufunguo. Lakini sasa ukipea kila mtu, yani umeenda umetoa photocopy za ufunguo za kila mtu. Mwingine anakuambia, mpaka nimesikia lugha ambayo mnatumia siku hizi, unasema wewe unaweza kubali kuoa kitu tu. Bwana Yesu asifiwe. Tunakuwa hapa na kitu kinaitwa Holy Communion, ibada ya meza takatifu ya Bwana. Nimekufundisha mambo haya. Unataka kuniuliza swali? Ukitaka kuvunja covenant yoyote uliyoweka, because sikiliza wanangu. Afadhali sisi tumeoa. Na mimi nimekuja kugundua haya mambo, nikagundua kwamba ni vitu viovu sana. Wewe umefundishwa. Nenda tafuta muda wako. Tubu, omba msamaha kwa sababu ya kukubali mtu kufungua sanduku la agano ambaye hauna uhakika yeye atakuja kukuoa. Na wengine mko hapo umeweka sanduku la agano kwa yani umeenda na ufunguo, umefungua na unajua ukweli kabisa huyu sio yeye nitakuja kuoa. That is not good. Jina la Bwana lipewe sifa. Enda mwambie Mungu akusamehe. Unapata hizi vitu ndio zinazuia hata kufanya kazi ya Mungu. Because unaambia Mungu nimeweka, Mungu ni wewe mpaka kufa, na kuna mwingine uliwekaga mpaka kufa. Mungu sina mwingine.
lakini kuna mwingine. Hizo misingi mitano ukizishika vizuri. Number 1, msingi wa kwanza ulikuwa ni number 2, kuheshimu wazazi. Number 3, roho ya kutopendwa ama ya kutopenda. Number 4, roho ya kutokuwa na ufahamu, kujua tuko wapi, tunaenda wapi, tunafaa kufanya nini, tunasonga wapi, kesho ni nini itakuwa. Kuwa na ufahamu hata wa kesho, unajua kesho ni nini nastahili kufanya. Kama uko hapa na wewe kijana uko na akili, unafaa kujua kesho unafaa kuwa nani, na maisha yako unaipangia saa hii. Na ya mwisho, maagano ya ujanani. Hiyo isitoke ndani ya hiyo. By the way, ndio sermon yangu, ni vile nilianzia huko, lakini hapo ndio nimerenga kuambia. Na kama umeweka covenant na mtu na unajua sio yeye, tafadhali ambia Mungu, nilikuwa mlevi wakati niliweka hii, nilikuwa nimechanganyikiwa, nilikuwa sielewi. Mungu nisamee, na kuanzia sasa ninaweka agano na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakubariki na Mungu atakuinua. Kama kuna agano yoyote ambao umeweka, inuka kwa dakika 5, mwambie Bwana, kila agano ambao sio yako ninaiondoa kwa jina la Yesu. Watu wengine wanaolewa halafu wanatembelewa na kitu kinaitwa spiritual husband. Spiritual husband ni ule mtu waliweka agano na yeye, anakutembelea usiku, anakaa na wewe, anaishi na wewe. Wengine ni hiyo inawasumbua hata kwa ndoto chafu. Inua mikono, mwambie Bwana, nisamee kwa maagano ambayo sio mazuri, nisamee. Enda tu kwa hiyo pointi ya 5, achana na hizo zingine. Mwambie Bwana, maagano niliyoweka, Jehova, najua mengine ni utoto ulikoa, mengine sikuwa nimemaanisha, mengine nilikuwa nafanya kama mzaa. Bwana, ninaomba unisamee, naomba unisamee. Isiharibu kesho yangu, isiharibu misingi yangu ya baadaye, isiharibu future yangu, maisha yangu ya baadaye, isiharibu uhusiano wangu na wewe. Naondoa kila maagano mabaya, naondoa kila maagano maovu katika jina la Yesu. Na Baba, ninaomba unisaidie ili kwamba ninapoweka agano, ili agano likafanye kazi. Mwambie Bwana akusamee. Wewe unaelewa na anajua na kujua na kufahamu na kuelewa katika jina la Yesu. Every body foundation, Baba, tunaivunja na kuiondoa maagano yanayotushikilia hata kwa ndoto chafu, hata kwa maroho chafu, hiyo tunaiondoa kwa jina la Yesu. Hata vile unaomba sioni kama uko serious. Katika jina la Yesu ninavunja kila maagano, naondoa kila maagano ya kimapepo, naondoa kila maagano niliyoweka na watu hata wengine siwajui, wale niliowafungulia sanduko. Baba, ninaondoa na kata ya baboza. Thank you Jesus. Baba, bariki vijana hawa. Hawa ndio viongozi wetu wa kesho, hawa ndio watumishi wa Mungu wa kesho. Kama kuna maagano wameweka mabofu yanaweza haribu maisha yao, hizo maagano zivunjike, hizo maagano zivunjike, hizo maagano zivunjike kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante, maana utatenda makubwa, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Agano linaondolewa na damu ya Yesu. Unaposhiriki damu ya Yesu, agano linaondolewa. Hii nafundishaga mara nyingi wakati niko na meza ya Bwana, nafundisha watu, baadaye tunashiriki, tunaweka agano na Yesu. Kwa hivyo wakati ambapo mtakuwa na meza ya Bwana, pale ambapo unaabudu, hakikisha umeshiriki hiyo meza ya Bwana ukitumia hii yenye nimekufundisha, na Mungu atakubariki. Karibuni kesho kwa ibada zetu. Wale mtapata nafasi, maybe uko katika maeneo ya Kisii, sehemu inazunguka Kisii, ninakualika. Tunapatikana Getare, kutoka Kisii ni kilomita 3 tu. Labda unatoka maeneo ya Nyamira, labda unatoka pande zote pale, tunawakaribisha katika jina la Yesu. Ibada yetu inaanza saa 2 mpaka saa 7 kamili. Thank you so much. Mungu awabariki. Na hawa ambao mmehudhuria ibada yetu leo hapa, Bwana awabariki sana. Nimewaheshimu, nimewapenda sana. Nyinyi watu wa nguvu. Mungu awabariki. Mumefanya mpaka nifundishe wangu hapa, sijawahi wafundisha, katika jina la Yesu Kristo. Thank you so much Pastor. Mungu akubariki. Ninaombea hiki kikundi, ninaomba kifanikiwe. Ninaomba vile kimeanza hivi, Biblia inasema usimdharau mwanzo mdogo, maana mwisho wake utakuwa mkubwa.